Allah sallallahu alaihi wasallam kuhusu Ijumaa anazungumzia, yoyote mwenye kurauka, mwenye kudamka asubuhi na mapema akafika ndani ya msikiti hupewa sadaka ya ngamia. Ngamia ina thamani kiasi gani? Kama ng'ombe inafika milioni, ngamia kiasi gani? Mada inazungumza kwamba giza la kuacha ibada, hasara za kuacha ibada, matatizo ya mtu kuacha ibada. Anakumbana na matatizo gani? Na kama Allah atajalia wasaa, ni kwa nini basi vijana wamekuwa ni wahanga wa taharuki za kidunia na ushirikina ulioko duniani, kwamba ndio wenye likitokea maandamano wao, zikitokea fujo vijana, zikitokea nini ghasia vijana, likitokea taharuki yoyote. Mfano saa hizi kuna neno limezushwa mtaani kwamba habari za nyeti zikupotea, wanaokutwa ni vijana, sio wazee. Kwanza walillahi alhamdu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia min a'zami naami, miongoni mwa neema kubwa alizotujalia Allah ni kutujalia sisi minal muslimin. Alhamdulillah, kutujalia sisi ni katika Waislamu. Inna dina inda Allah al-islama, hakika ya dini mbele ya Allah, dini inayokubalika ni Uislamu. Wenda hatujui huu Uislamu, tumepata neema tu ya kuzaliwa nao, tumepata neema tu ya kujua hivi wazazi wetu tumewakuta Waislamu. Angalia Uislamu uliingia namna gani, wakina Hamza, wakina Khalid ibn Walidi, wapenzi watukufu wa Kiislamu. Hasara za kuacha ibada, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatun dhaqqa, hakika mtu ambaye ataacha utajo wa Allah, akaacha Qur'ani, akaacha kufanya ibada, hakika huyo ana maisha ya shida. Sio hivyo tu, Allah alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب الرسول الله، baada ya kumhimidi Allah na kumtakia rehma na amani zimwendee mbora wa umma, naye si mwingine ni kipenzi chetu na kipenzi cha Allah, Habibur Rahman, Bwana Mtume Muhammadin khairu khalqillahi, ndio mbora wa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi watukufu wa Kiislamu,
Al-yawmu yawmul jumaa, siku hii ya leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo khairun, ni bora, fil usbu'i, katika wiki, katika wiki ya siku 7. Siku hii ya yaumul jumaa ni siku ambayo ni bora kulikoni masiku mengine. Kwanza, miongoni mwa ubora wake yauma aljumaa, siku hii ya Ijumaa, fihi khulqal Adam, siku hii ya Ijumaa ndiyo ameumbwa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Si ubora wake eti kwa sababu ya kuja kutekeleza ibada ya swala ya Ijumaa. Hapana, yapo yanayopatikana mazuri bora ambaye siku nyingine hayapo. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atueleza, ikthiru, fanyeni wingi kumtakia rehema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, lailatul gharra, usiku wenye nuru. Masiku yenye nuru ni yapi? Ni usiku wa yaumul jumaa. Lakini si hivyo tu, tutosheke kwamba siku hii ya Ijumaa fihi saatul ijaba, kuna masaa, kuna lisali moja dakika 60 ambayo saa hiyo la yasalu abdun, haombi dua mja mas'alatahu, shida zake, haja yake, masala yake, illa fihi, ila ndani ya saa hilo akiomba Allah anamjibu maombi yake. Aina nahal, tuko wapi sisi na Ijumaa? Ma'al asafi shadid, pamoja na mapungufu makubwa tulionao sasa hivi Waislamu, siku ya Ijumaa wanatushinda wale wenzetu, mpaka siku hiyo wenyewe kazi hawafanyi. Lakini sisi ni dakika 30 mpaka dakika 45 swala imekuwa imeisha, lakini wako wapi Waislamu na saa ya Ijumaa? Angalia sahaba ambaye aliambiwa unawaachia nini, alikuwa alisema wakati akitaka kufa, alisema mimi mali yangu yote naitoa sadaka. Akaambiwa usitoa yote, ukitoa, ukipenda sana kutoa basi toa theluthi, usizidi zaidi ya theluthi. Mwingine alikufa anavyokufa asema umewaachia nini warithi wake? Ameambia nimewaachia suratul kahfi, kwamba sura hii suratul kahfi waisome siku ya Ijumaa, ambayo itawatosheleza wao na umaskini na maisha ya duniani. Ni Waislamu wangapi tunaosoma suratul kahfi siku ya Ijumaa? Wala hatuna shida nayo, wala hatuna mpango nayo, lakini sisi ni wenye shida, ni wenye matatizo, wala hatuna utaratibu wa kwenda kuomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, leo ni siku ya Ijumaa, tuwahimize wale wachelewaji basi wawahi Ijumaa. Ijumaa inaanza na hutuba 2 ya kuzungumziwa, kwa sababu sisi hii kiwiliwili kinajengwa na chakula, lakini roho inajengwa na Qur'ani na mawaidha. Sasa siku ya Ijumaa ndio kuna fursa basi. Waislamu wa sasa tumekuwa ni wavivu wa kusoma, basi tusikize hata hizo hutuba 2 zinazungumza kitu gani, ili nyoyo zetu japo tukazipiga sehemu fulani spoti pale palipovuja, tukaweza kwenda wiki nzima kwa yale mawaidha tuliyopata, lakini tunakafilika na tunapotea ndani ya misikiti. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, leo hii nipende nikumbushe nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu haya matatizo yanayotupelekea mpaka sisi kwenda kuitojali na kuikumbuka Ijumaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhusu Ijumaa anazungumzia, yoyote mwenye kurauka, mwenye kudamka asubuhi na mapema akafika ndani ya msikiti, huwapewa sadaka ya ngamia. Ngamia ina thamani kiasi gani? Kama ng'ombe inafika milioni, ngamia kiasi gani? Tena sadaka ambayo Allah anakupa, inna Allaha jamilu yuhibbul jamala. Hakupi ngamia yule aliyokonda konda, hakupi yule dhaifu, ni yule alionona.
wa thamani takriban milioni 2, milioni 3. Sasa umewahi kutoa sadaka ya milioni 3? Lakini Allah anakupa fursa, umati Muhammad tunapendwa, wahi msikitini, una sadaka ya ngamia. Basi umeshindwa kabisa, basi unafika unapata sadaka ya ng'ombe. Umechelewa wakati wa dhuha ule, basi unapata sadaka ya kondoo. Umekuwa wewe ni mzembe kabisa, basi wahi jitahidi paka sadaka ya kuku. Lakini hata ya kuku haishindikani, mwisho wa siku hata ya yai nayo haipatikani. Mwisho wa siku pale anapopanda khatibu katika mimbar, wale walioingia ndani ya msikiti, kwa sababu kuna malaika wanasimama mlangoni, wanaandika majina ya watu wenye kuingia katika swala ya Ijumaa. Wakati wao wa kukusanya madaftari yao na kuorodhesha wale walioandika ni baada ya khatibu kupanda juu ya mimbar. Sasa wao unaingia baada ya khatibu kaishapanda, uko wapi? Unaandikwa wapi? Lakini hili linatokana na mada ambayo nataka kuizungumza. Mada inazungumza kwamba giza la kuacha ibada, hasara za kuacha ibada, matatizo ya mtu kuacha ibada. Anakumbana na matatizo gani? Na kama Allah atajalia wasaa, ni kwa nini basi vijana wamekuwa ni wahanga wa taharuki za kidunia na ushirikina ulioko duniani? Vijana wa leo ndio wenyewe wamekuwa ni wahanga. Kwa nini wamejikuta kwamba tayari wenyewe ndio wahanga, kwamba ndio wenye, likitokea maandamano wao, zikitokea fujo vijana, zikitokea nini ghasia vijana, likitokea taharuki yoyote, mfano saa hizi kuna neno limezushwa mtaani kwamba habari za nyeti zikupotea, wanaokutwa ni vijana, sio wazee. Nini kimewasibu? Nini kimewapelekea mpaka kufika huko? Mada ya kwanza niliyoitaja, giza na la kuacha ibada na matatizo ambayo mtu akiacha ibada yatamsibu. Ahbabi Rasulillah, kwanza walillahi alhamdu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia min a'zami naami, miongoni mwa neema kubwa alizotujalia Allah ni kutujalia sisi minal muslimin. Alhamdulillah, kutujalia sisi ni katika Waislamu. Inna dina inda Allah alislama, hakika ya dini mbele ya Allah, dini inayokubalika ni Uislamu. Na Allah aswambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ili hali ya kuwa ni nyinyi mnakufa hali mkiwa Muislamu. Huenda hatujui huu Uislamu, tumepata neema tu ya kuzaliwa nao, tumepata neema tu ya kujua hivi wazazi wetu tumewakuta Waislamu. Angalia Uislamu uliingia namna gani wakina Hamza, wakina Khalid ibn Walidi. Angalia walivyopata Uislamu ili kuja kufika leo sisi kutufikia na Uislamu. Walillahi alhamdu. Lakini jua wewe kubahatika kuwa Muislamu ni katika neema kubwa. Namshukuru Allah kwa kufahamu Allah wa kweli. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, hasara za kuacha ibada, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatun dhaqqa, hakika mtu ambaye ataacha utajo wa Allah, akaacha Qur'ani, akaacha kufanya ibada, hakika huyo ana maisha ya shida. Sio hivyo tu, Allah asema atamfufua siku ya kiyama a'ma, yeye ni kipofu, yeye haoni. Kwa hiyo tufahamu, kama wewe umeacha utaratibu wa kuwa na ibada, ni sawasawa na mtu yeye anaenda vitani, halafu hana silaha, hana mazoezi ya kupambana, hana chochote yeye ambacho kinaweza kikamsaidia kushinda ile vita. Tufahamu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam
Anatufundisha kama Muislamu, kuanzia wakati unapolala unamwambia Allah, na haya alikuwa akiyafanya Bwana Mtume Muhammad, Allahumma bismik wadhatu janbi wa bismika arfa'ahu. Ile bismillahi ni kinga. Yoyote mwenye kusoma bismillahi ni kinga kwake yeye. Sasa asema Allahumma, anajikabidhi kwa Allah, ya Rabbi, wadhatu janbi, naweka ubavu wangu. Allah kodi haoni? Anatufundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati unalala soma dua hii. Kwa nini? Yoyote mwenye kusoma dua hii Allah anamlinda na mashaitani. Sio hivyo tu, na wakati wa kuamka pia wasoma dua ya kuamka maarufu. Sio hivyo tu, hata wakati wa kula chakula chako umekiandaa cha halali unasema nini? Bismillah. Allah usipofanya hivi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba usiposema bismillah wakati wa kula, basi shaitani yeye ndo anakula na anakuwa wewe chakula kile kinaondoshwa baraka. Baraka ni kitu ambacho kikiingia ndani ya mwili wako kinakuwa na manufaa na inakuwa ni na thawabu ndani yake. Kwa maana ukikosa baraka umepata laana. Yani mukhalafa wa baraka basi ni kukosa baraka, maana ni laana. Sio hivyo tu, wakati watoka nyumbani kwako kuna dua. Hizi dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatueletea na anatufunza ili kuweza kujikinga sisi na shaitani, kuweza kufuata utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad. Sasa wewe kama umeacha kujikinga, kwa maana umetaka mabalaa ya kuandame. Maal asafi shadid, vijana wa leo pamoja na mimi ni kijana, tumeacha dhikri ya Allah, tumeacha kumtegemea Allah. Angalia Abdullah ibn Mas'ud, kama sijakosea riwaya, lakini aliulizwa, aliambiwa maneno haya na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha sa'alta fas'alillah, ukitaka kuomba msaada basi muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada basi taka msaada kwa Allah. Ukitaka hifadha, taka hifadha kwa Allah. Jamani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye asubuhi alikuwa akiamka, kuna nyiradi, kuna taratibu ambazo alikuwa akiomba baada hata ya kila swala. Sio hivyo tu, anatuhusia sisi baada ya kila swala tusome ayatul kursi, ambayo mwenye kusoma ayatul kursi wakati wa kulala kwake Allah anamlinda, anamuhifadhi na shaitani hamsogelei. Wala huwezi kuota ndoto wewe unaangukia shimoni, wala huwezi kuota ndoto wewe sijui unafukuzwa. Tusome ayatul kursi. Wakati unaingia chooni kuna dua. Sasa Rasulullah alikuwa akifanya yeye, kwani Allah alikuwa hajui kwamba yeye ni mtume wake? Hajui kwa yeye ni mja wake? Kwa nini alikuwa anajilinda na shaitani? Tuko wapi sisi na nyiradi na adhkari alizotuachia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sasa maafa yake ndio tunakurupuka. Nimeota mimi popo bawa. Kuna zama zilikuwepo maneno huwa yanazushwa, basi kile kinatokea cha kutokea cha kuzushwa kikisemwa sana na watu, basi akili za watu zinadapt, popo bawa. Saizi zama zilizokuwa nazo saizi, habari za nyeti zimetapakaa, na ukiangalia wengi wanaosema hilo, lakini wewe unasema haipo. Wewe unataka hifadha gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Una nyiradi gani wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wakati wa kulala unasemaje? Wakati wa kuingia chooni unasemaje? Sasa kama shaitani kaichukua kwa chooni, si tutemaje? Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alitufundisha mpaka dua ya kuingia chooni, dua ya kutoka chooni, dua ya kulala, kila jambo unalolifanya, hata katika amali zako za kawaida. Haya tumeacha. Sawa,
Uko wapi na swala ambayo ni ibada katika ibada ni nguzo katika nguzo za Kiislamu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, halikuwa nyinyi ni wenye kuwapata ila bima kasabati aidihim, ila mikono yenu imesababisha, ndio mmefika kwenye majanga ambayo mnaonekana leo mko kwenye majanga, mmekuwa ni wahanga wa jambo fulani. Vijana, ni kwa sababu mikono yenu, elimu yenu, ufikra wenu ndio umewafikisha kwenye matatizo haya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li fa ya fawza almustaghfirin wa ya nataja taibin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. adu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wa salamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil wafa, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Amma ba'd, ayuha an-nas, usikum wa usi nafsi bi taqwallah bi maratan akhar. Wapenzi watukufu wa Kiislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa mara nyingine namshukuru Allah na kumtakia rehema na amani zimwendee mbora wa daraja Bwana Mtume Muhammadin. Nipende mara nyingine kuisiambia nafsi yangu ittaqullah, nafsi ya mimi mche Mwenyezi Mungu, muogope Allah. Hakika mauti yako jirani sana. Wa inma tuwafauna ujurakum yawmal qiyama, hakika malipo ya haya duniani hapa tutaja kulipo kiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Na nipende kuiambia nafsi yako, ndugu yangu Muislamu unayenisikiliza, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna, yoyote mwenye kukoswa na moto, kunusurika na adhabu ya Allah, na akaingia peponi, faqad faza, basi fahamu na utambue huko ndio kufaulu kukubwa. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha haya ya kidunia tunayatazama, majumba na mabarabara na wanawake wazuri na kila kitu unavyokifahamu maisha ya duniani haya, illa mata'ul ghurur, ni starehe za muda mchache, starehe za kudanganya. Nikwambie ni starehe za kudanganya kwa sababu muulize yule mzee ambaye ana miaka 80 hivi, leo ukimpa habari unataka chakula gani, atakwambia kuku. Hata kibaja hata amalizi. Basi mchuzi, asema hata mchuzi sihitaji, nataka uji ambaye uji wenyewe una chumvi. Inna lillahi. Haya ndio maisha ya kidunia. Kile unachokiona leo wewe kizuri unakitamani, ni maisha ni miaka 60 au 70, biashara imeisha. Ikifikia 55 wewe tena habari imeisha, huwezi kula robo ya kuku kamaliza. Tena kuku wenyewe ukichemshwa unataka mpaka alainike, utamu wote umeisha. Uko wapi? Iko wapi starehe ya maisha ya kidunia? Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kama maisha ya dunia ndio tumefahamu ni starehe ya kukatika, ni starehe ya kuondoka, maisha yake ni miaka michache, 60, 20, 55, wewe tayari raha ya dunia imeisha. Angalia kijana, yeye kimhesabia na miaka 30, anaanza ujana pengine na miaka 20, anaukimbiza ujana, akifikia miaka 45 tayari zile kasi na nguvu na hamu yake tayari inakata. Sasa unakuwa vipi kijana wewe? Unathubutu vipi kijana wewe? Miaka 40, miaka 25 hiyo, kwa maana miaka 20 kwenda 30 na 30 kwenda 40, fanya na miaka 50, miaka 30. Unakubali vipi? Unathubutu vipi kwenda kumwasi Allah kwa njia ya kutafuta mali ya ushirikina? Unajiamini namna gani? Miaka 30 hii ule starehe hata kwa jenga gorofa, lakini mala asafi shadidi, gorofa lile ulilojenga vyumba vizuri vya fahari, vina kila kitu, lakini wewe unalala kwenye chumba hiki. Tena chumba hicho kimoja unacholala, ukimalizi unalala kwenye kitanda. Umetengeneza kitanda cha milioni 5, wala humalizi na godoro lake ule ulitengeneza la gharama, unalala nusu ya kitanda, kasehemu kadogo kwenye kitanda. Lakini umejenga nyumba ya mabilioni, mbona hutumii yote? Starehe iko wapi? Mbona huimalizi? Unanunua kuku mzima unakula kipaja, halafu basi umeshiba. Iko wapi starehe? Wama la hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kwa nini tunathubutu? Tunajiamini vipi kwa hasira za Allah?
faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Ukikosa na moto, ukinusurika na moto umefaulu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul. Qur'ani hii imekuja imetuwekea kila kitu wazi, kila kitu bayana. Mwenye kutaka na amini na mwenye kutaka na kufuru. Atakaye kufuru ameonyeshwa kwamba makazi yake ni nar, ni motoni. Fana adhana Allahu minan nar, Allah tulinde na moto. Na ukimcha Mwenyezi Mungu ni peponi, ambaye kuna starehe, kila aina starehe. Waulizeni wazee kwamba maisha ya kidunia, ukimuuliza kwamba anaonekana kama aliingilia mlango huu na akatokea mlango huu jana hajauona. Starehe yake muda mchache hajaiona, halafu tayari, halafu anaenda kukutana na maisha ya kaburini. Waislamu, giza la ibada, dhulma ya giza la kuacha ibada ni giza nene. Kuanzia maisha ya hapa duniani utateseka, kila mchawi atakayekugusa wewe umenasa. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angalia sababu nuzuli ya qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa. Nini kilimpata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sasa kama alilogeka, wewe nani? Pamoja na kufahamu haya yapo, angalia katika surat al-Bakara kuna sura za kujitibu na uchawi ili utibike, si umelogeka. Na kul a'udhu birabbil falaq hii ndiyo ile mtibu bwana Mtume Muhammad. Alilogo auliza kichwa chake, habari ndefu, tafuta tafsiri ya Qur'ani utaambiwa nini kilimpata Mtume Muhammad mpaka kushuka sura hii. Sasa wewe nani ambaye hutaki dhikri, unakula bila bismillahi, unafanya vyovyote vile, yani wewe umeamka tofauti. Natamani nikufananishe na mbuzi ambaye unaamka bila auradi, bila dhikri ya Allah, lakini hata mbuzi ana himida yake. Sisi tumewekea kila kitu wazi kwamba unaamka sema hili, alfajiri baada ya swala alfajiri soma hii, baada ya hiki fanya hiki, unalala sema hivi, unaamka sema hivi, hata unamuingilia mke wako. Halafu sasa hutuba ya Ijumaa iliyopita hapa, khatibu alikuwa akizungumza vitu vyote hivyo ukiwekania ni kwamba ni ibada na ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wewe unalipwa, sio bure bure. Tuko wapi sisi na ibada? Yanayotupata ni kutokana na mapungufu yetu, tumechuma sisi wenyewe vijana. Dhikiri zipo, dua zipo, kujilinda kupo kwa utaratibu na sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu leo unaamka tu huyo, unapiga shuka, umeamka huyo, mwisho wa siku umesema je, tuzimpetea? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. وارض الله صحابة الكرام أبو بكر الصديق التقي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين عثمان بن نورين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم يسر كل عسير، يسر أمورنا إليك يسير، حاجاتنا إليك شيء كثير، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين برحمتك. وصلى اللهم على سيدي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.